Mwambie mwenzio Biblia ni Biblia na ndio mwongozo wetu, ndio katiba yetu. Kwa mimi IPM nikileta mambo ambayo yako nje ya katiba ya Biblia ni question. Niweke doubt kama nitaleta mambo ambayo yako nje ya nini? Ya Biblia. Sema hapa kuna namna, hapa kuna michezo, hapa kuna michezo ya kishirikina hapa. Kama nimeleta mambo ambayo yako nje ya Biblia, sasa mimi nazungumza Biblia, wewe unasema hapana, ni Agano la Kale. Ni ujumbe muhimu sana huu, ndio maana nimekualika. Dini kama dini ilifanya tambiko, manabii wa kale wote walifanya matambiko. Utofauti ni upi au ubaya ni upi wa wewe kutokwenda kwa kaburi la babu yako na kusafisha pale na kuongea naye? Nadhani mmemsikia vizuri sana IPM alivyosema. Jambo la kwanza amesema kwamba mtu yeyote atakayezungumza kinyume na maandiko matakatifu yafaa apingwe. Lakini pia jambo la pili amesema kwamba baba yako ama mama yako ikiwa amekufa, nenda kaburini ukamwombe. Sasa kwa kuwa alianza na hoja ya kusema kwamba mtu yeyote atakayezungumza kinyume na maandiko matakatifu yafaa apingwe, mimi nasema IPM, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, umetoa wapi mamlaka ya kumwambia mtu aende kaburini akamwombe mtu aliyekufa? Yani kwa mujibu wa Biblia, IPM umetoa wapi mamlaka ya kumwambia mtu aende kaburini akamwombe mtu aliyekufa? Shida niliyoiona kwako ama shida ambayo nimeiona kwa IPM kwamba hana imani thabiti juu ya kitabu cha Biblia, hana imani juu ya maandiko matakatifu. Kwa sababu kama angekuwa na imani juu ya maandiko matakatifu, basi asingesema tu kwa maneno kwamba nenda ukaombe kaburini, angetoa ushahidi wa maandiko matakatifu. Kwa sababu imani ya kuabudu mizimu ama ya kwenda kaburini kuomba inapinga kitabu cha Biblia. Ukisoma kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza, amri 10 za Mwenyezi Mungu, Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Narudia tena, kitabu cha Kutoka 20 mstari ule wa kwanza, Mwenyezi Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Manake imani ya kuomba mtu aliyekufa ama mtu ambaye hayupo hai, yupo kaburini, manake automatically inapinga amri 10 za Mwenyezi Mungu. Amri ya kwanza inayosema usiwe na miungu mingine ila mimi, manake hii ni imani ya mizimu. Na kitu ambacho cha msingi zaidi ambacho IPM unapaswa kukielewa na watu wote mnaomfuatilia, Biblia haijakaa kimya katika jambo hili. Kwa mujibu wa kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri 9:5, sikiza vizuri maandiko haya yanavyosema. Yanasema hivi: kwa maana walio hai wanajua ya kwamba watakufa, bali wafu hawajui neno lolote, wala hawana idara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa. Kwa hiyo Biblia imefafanua zaidi, imeeleza zaidi fafanuzi ya kina kuhusu mtu aliyekufa. Maandiko yanasema mtu aliyekufa hajijui na hatambui neno lolote. Sasa hii imani unayosema watu waende kuomba makaburini ama waende kuomba mtu aliyekufa, unaitoa wapi kwa mujibu wa maandiko matakatifu? Ikiwa kitabu cha Mhubiri 9:5 inasema mfu hajui neno lolote. Kwa hiyo hii imani unayofundisha watu au ulioibeba katika roho yako ipo kinyume na maandiko matakatifu na haina ukweli wowote. Na ndio maana nimesema kwamba IPM uamini katika Biblia takatifu, kwa sababu ungekuwa unaamini ungekuwa unatoa ushahidi kwa maelezo yako yale ya mwanzo kwamba lazima utoe haya au uenende na Biblia. Lakini pia labda tu nikwambie, Biblia imetoa mwongozo wa mcha Mungu ama Mkristo amuombe nani. Biblia imetoa mwongozo wa mcha Mungu ama Mkristo amuombe nani. Hem, tusome kitabu kile cha Yohana 16 mstari wake wa 23. Maandiko yanasema hivi: mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkumwomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Maandiko matakatifu
yanathibitisha wazi zaidi kwamba unapotaka kumwomba, muombe yule Mwenyezi Mungu. Kristo yeye ni njia. Kitabu cha Yohana 14 mstari wake wa 6 anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Kwa hiyo hakuna njia mbili katika njia moja ya Yesu Kristo, isipokuwa njia ni moja tu ya yeye mwenyewe Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana 14 mstari wake wa 6, ambayo hiyo tunamfikia Baba kupitia yeye Yesu. Na ndio maana tunaomba kupitia jina la Yesu, tunaomba kupitia imani yake, kwa sababu yeye ndiye njia na kweli ambayo inamwendea Baba moja kwa moja. Kwa hiyo maandiko yametoa maelekezo, yametoa muktadha mzuri wa kumwomba Mwenyezi Mungu. Hakuna njia zingine za kutumika, aidha za mizimu ama ibada za wafu, kumfikia Mwenyezi Mungu ama kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme tu IPM, imani hii ambayo unaamini na unawaaminisha watu ipo kinyume na maandiko matakatifu. Hakuna aya inayokubeba na inayesema kwamba mtu aombe mizimu. Na kama utaendelea kuwa na imani hii, automatically tutautilia shaka unabii wako, kwa sababu maandiko, ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 13 inasema, pakisuka nabii kati yenu au muotaji au muonaji na akasema tuifuate miungu mingine, huyo nabii ni nabii wa uongo na wala msimsikilize. Kwa hiyo IPM, wewe yawezekana ni nabii wa uongo, kwa sababu maelezo yako mengi huyatoi kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Biblia imeshatoa muktadha. Lazima ukijiita Mkristo ama mchungaji ama nabii, maana Biblia imetoa karama 5, kitabu cha Efeso 4:11, lakini katika karama hizo lazima moja ya karama moja hapo ukiwa nayo lazima uenende kwa sheria na ushuhuda. Kitabu cha Isaya 8:20 nasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hapana asubuhi. Manake kama utumii sheria na shuhuda, sheria ni kusema Torati yote ya Agano la Kale kama ulivyosema mwenyewe mwanzo, alafu shuhuda ni maneno ya Yesu Kristo. Wapi kuna maandiko yanayosema kwamba ukamwombe mtu aliyekufa kaburini ili tukupe wewe tiketi ya unabii wa Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo imani hii uliyoijenga ipo kinyume na maandiko matakatifu, na bado nafasi unao ya kutubu na kubadilisha mwelekeo wa imani uliyokuwa nayo. Lakini tu swali la mwisho mimi nataka nikuachie, au jambo la mwisho na kuachia kama swali kwako. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ukisoma 4:16 inaonyesha Kristo atakaporudi juu mbinguni atawafufua watu kutoka kaburini. Sasa ikiwa mtu akifa bado anaendelea kuishi, ufufuo ni wa nini? Narudia tena, ikiwa mtu akifa anaendelea kuishi, je, ufufuo wa Yesu Kristo ni wa nini? Ili swali na kuachia IPM.